Mbona malalamiko ya kunitaka nirudi nyumbani yamekuwa mengi sana? Kwani kuna nini? Jamani, sasa si nimekumisi au ulitaka nimisi nani? Mimi nataka nikirudi huko tufunge ndoa bwana. Au wewe hutaki kuwa mke wangu? Mimi tayari ni mke wako. Sema bado tu kuhalalisha. Ila kila mtu nyumbani anajua Janet ana mume. Sasa nashangaa mume wangu hataki nikimisi. Sio kwamba sitaki, ila najikaza tu. Au umepata mwanamke mwingine huko? Sasa mwanamke mwingine wa nini wakati wewe upo? Kwanza nilishakwambia, mimi sina tamaa za wanawake, kwa sababu mwanamke mmoja tu ananitosha. Ndio uje sasa nyumbani. Kazi mama, kazi. Yaani isingekuwa kazi, mbona kila siku ningekuwa hapo nyumbani, usiku tugeuzane kama nyanya kwenye mchuzi hadi tuive. Kumbe unayajua hayo Nisingeyajua unadhani ningekuweka ndani? Au unadhani kwa nini uko hapo? Kwa hiyo niko hapa kukutekelezea haja zako kwa muda unaotaka wewe, sio? Mpenzi, haja zangu au haja zetu? Naona kama sio haja zetu tena, kwa sababu umesema mwenyewe umeniweka ndani kwa ajili hiyo. Ina maana huo unakuja kutimiza haja zako kwa wakati wako, bila kujua na mimi haja zangu zitamalizwa na nani? Au wewe unadhani mimi mahitaji yangu ni kula, kulala na kuvaa? Jamani, mbona kama imekuwa ugomvi tena, wakati tulikuwa tunaongea vizuri? Ndiyo, ni ugomvi, kwa sababu naona hunielewi. Yaani kila siku kazi, kazi. Kama hiyo kazi yako ni muhimu sana, ungebaki nayo baada ya mke wako kufariki, wala usingenifuata kunitongoza. Janet, uko sawa lakini? Mimi niko sawa. Tena niko timamu kabisa, ila nimechoka kukaa mwenyewe humu ndani kama furniture. Jamani, kwani uko ndani muda wote? Sikuna muda unaenda kazini na maisha yako yanaendelea kama kawaida. Isiaka, nimechoka haya maisha ya kulala peke yangu. Na kama hivi ndo nitakavyokuwa naishi na wewe kwenye ndoa, ni bora tufanye maamuzi mengine. Ni maamuzi gani hayo unayotaka tufanye? Hebu nifafanulie nielewe. Na maanisha, kama hii hali itaendelea, ni bora kila mtu awe na maisha yake. Wewe sijui leo umeamka na majini gani. Hebu endelea na shughuli zako, nitakutafuta baadaye. Kila siku hizo ndo ahadi zako, nitakutafuta baadaye, nitakutafuta baadaye. Sasa ole wako usinitafute hiyo baadaye. Ona alivyo na dharau, kanikatia simu. Alivyo na dharau au kaepusha ugomvi? Ugomvi gani na wewe wakati mimi nilikuwa namwambia ukweli? Janet, inabidi upunguze kunywa hizi pombe, maana naona zinakupelekesha sana. Na usipokuwa makini huku tunakoelekea utakuja kuharibu mambo. Hebu achana na hizo habari za huyo mjinga. Hivi jana ulimuona Mudi alivyoniacha pale klabu? Yaani kawa kama vile hakumbuki mimi ni nani kwake. Hebu usinichekeshe. Kwani wewe ni nani kwake? Mimi ni mpenzi wake wa zamani, nilikuwa namhudumia yule. Umeshasema ulikuwa mpenzi wake wa zamani. Halafu isitoshe kaka wa watu alikusalimia vizuri na vinywaji akatununulia. Au wewe ulitaka afanyaje? Hata kama alitununulia vinywaji, lakini alitakiwa aoneshe kunijali zaidi. Wewe ndo ulimuacha kaka wa watu. Sasa hivi umemwona katulia zake mwenyewe, unataka tena akushobokee. Hivi unadhani yeye ni mjinga kiasi hicho? Kwa taarifa yako, mwenzio sasa hivi hana tena shida na pesa zako. Kwanza sasa hivi ana maisha yake na familia yake. Sasa kama ana mke anafuata nini klabu? Na wewe si mchumba wa mtu, huwa unaenda klabu kufuata nini? Hebu acha kujizungusha, kama unamtaka mfuate umuombe msamaha. Mimi nikaombe msamaha? Ndiyo, unatakiwa ukamuombe msamaha kwa sababu hata wahenga walisema mtakacha uvunguni sharti ainame. Kwa kweli hilo haliwezekani rafiki yangu. Wazungu wenyewe wanasema over my dead body. Wewe jifanye tu unajua kujikaza, utakufa na kiroho chako cha mapenzi, shauri yako. Wewe hunijui vizuri, na kuhakikishia Mudi atakuja kwangu labda kama mimi sio Janet. Sawa, mimi yangu macho. Halafu nilisahau kukuambia, mwenzio Mudi anatarajia kupata mtoto, mke wake tayari ni mjamzito. Hayo hayanihusu, wewe subiri uone atakavyosaulika. Sawa, huendi kazini leo? Mwenzio nimeshaacha kazi. Umeacha kazi? Janet, hivi uko sawa kweli wewe? Unaachaje kazi? Nimeacha kwa sababu naona bosi kaota mapembe. Yaani nikikosa kidogo tu ananifokea kama mtoto mdogo. Yaani anasahau kuwa watu tuna maisha mazuri kuliko hata maisha yake. Na huko kazini tunaenda tu kupoteza muda kwa sababu tumechoka kukaa nyumbani. Haya bwana, hongera.
Huyu bajaji nilimwambia aje hapa kwa wakati, lakini cha ajabu mpaka sasa hivi hajafika. Yaani laiti angejua mimi spendi nikitoka klabu niuze sura hapa nje, wala asingenichelewesha. Anakuja, kuwa mvumilivu, au tutembee hadi kule mbele tukachukue bajaji nyingine. Wewe, yaani nitembee na bado nitoe hela yangu? Hapana kwa kweli. Kuna gari naiona kule inakuja. Ngoja nione kama ni taxi au ni gari ya kawaida tuombe lifti. He, kumbe ni wewe. Unafanya nini huku barabarani usiku wote huu? Ninapiga kazi, nipate chochote kitu. Nauli ya kutoka hapa hadi Mombasa ni shilingi ngapi? Ingieni tu, nitawapeleka bure hadi nyumbani. Nyinyi ni washikaji zangu, siwezi kuwalipisha. Wewe si upo kazini, sema unataka tukulipe shilingi ngapi? Hapana Janet, acha tu niwapeleke bure, maana binadamu tunatakiwa kusaidiana. Sisi wala hatuna shida na tuna uwezo wa kulipia usafiri, ndio maana nataka kujua nauli ya kutoka hapa tulipo hadi Mombasa ni shilingi ngapi? Wewe naye, si useme tu napelekaga watu kwa shilingi ngapi kutoka hapa hadi Mombasa. Okay, kutoka hapa hadi Mombasa ni shilingi 5,000 tu. Batuli, ingia twende. Habari za siku nyingi? Siku nyingi zipi wakati tumekutana juzi? Lakini tangu tukutane mara ya mwisho, wiki 2 sasa zimeshapita. Sisi tupo salama kama unavyotuona. Yani imependeza hatari. Inaonyesha mambo yenu ya kubulbul. Tunatunzwa ndio maana unaona tumependeza. Mudi, umeanza lini kuwa dereva taxi? Nina takriban wiki 2 tangu nianze hii kazi. Si unajua tena mtafutaji hachagui kazi. Ni kweli, lakini mwanaume hatakiwi kuchagua kazi. Kwa hiyo hii gari umeinunua? Hapana, hii gari ni kangu. Huwa ananipa kazi nifanyie usiku ili angalau nipate chochote kitu. Hapo mbele ingia kulia, kisha endesha moja kwa moja hadi utakapokutana na geti jeusi. Sasa hii 10,000 ulionipa ni changamoto kwa sababu sina chenji. Vipi Batuli, utakuwa na shilingi 5,000 hapo nisaidie? Hiyo 10,000 baki nayo tu, tumekuachia bure. We Janet, Hela ndogo ndogo kama hizo sio shida zangu. haya mwaya, usiku mwema Mudi, uwe na kazi njema. Na nyie pia muwe na usiku mwema. Halafu mkiwa na shida ya usafiri, muwe mnanipigia, namba yangu ni ile ile. Sawa. Vipi tena, mbona unaangalia simu kama una ugomvi nayo? Nimekuta Isiaka kanipigia zaidi ya mara 10. Nilikukataza, lakini tabia ya kuacha simu ndani. Hata kama ningeenda na simu, sasa ningeongea nayeje kule kwenye makelele? Okay, unafanyaje sasa? Mimi nalala bwana, sasa nifanyaje wakati kosa lishatokea? Janet. Nitajua kesho nikiamka, sasa hivi ngoja nilale zangu maana nimechoka sana. Sawa, ila kesho mimi naingia kazini asubuhi. Kwa hiyo nitaondoka mapema sana. Sasa unaniambia ili iweje? Mlango si unaujua? Nilikuwa nakupa taarifa tu. Hakikisha ukitoka unafunga mlango wangu. Ni nani huyo anaambiwa akitoka kwangu hakikisha anafunga mlango?